Usiku wa jiji la Dar es Salaam ulikuwa na shughuli za hapa na pale kwa wakazi na wenyeji wake. Mwanga wa taa za barabarani ulitanda katika mitaa ya Kinondoni, ukimulika nyuso za watu waliokuwa wakiharakisha shughuli zao. Katika mtaa wa Mwananyamala, Sara alikuwa ameketi sebuleni mwake, machozi yakimtoka kimya kimya. Alikuwa amechoka kimwili na kiakili. Ilikuwa imepita miezi miwili tangu Amos, mume wake, aondoke nyumbani bila taarifa yoyote. Watoto wao wawili, Neema na Baraka, walilala katika chumba chao bila kujua mama yao alikuwa katika maumivu makali ya moyo. Sara alitazama saa ukutani, ikionyesha saa 5 usiku. Hakujua kama Amos angerudi usiku huo au angebaki kupotelea katika ulevi wake. Kabla hajafanya uamuzi wa kulala, alisikia honi ya gari nje ya geti. Aliposimama kwenda kuangalia, mlango wa geti ulifunguliwa kwa nguvu, na ndani akaingia baba mkwe wake, Mzee Daudi. Alikuwa mzee mwenye haiba ya upole, mwenye sura iliyojaa hekima. "Sara, hujambo mwanangu?" aliuliza kwa sauti ya upole. "Nipo tu baba," Sara alijibu kwa sauti ya uchovu, akijaribu kufuta machozi. Mzee Daudi aliingia ndani na kuketi kwenye kochi. Alimtazama Sara kwa muda, kisha akavuta pumzi ndefu. "Najua unaumia mwanangu. Najua hujui tena la kufanya na huyu mtoto wa kuokota." Sara alimtazama kwa mshangao. "Mtoto wa kuokota?" aliuliza kwa sauti ya mshangao. Mzee Daudi alitabasamu kwa uchungu. "Ndiyo mwanangu. Leo nadhani ni siku ya kukwambia ukweli kuhusu Amos." Sara alimtazama baba mkwe wake kwa macho yaliyojaa mshangao. Kila neno alilosema lilimchanganya zaidi. "Unamaanisha nini baba?" aliuliza kwa sauti ya tahadhari. Mzee Daudi alisogea mbele kidogo kwenye kiti, akiegemeza mikono yake kwenye magoti. "Amos si mwanangu wa damu Sara. Nilimuoa mama yake nikiwa kijana mdogo sana, lakini sikuwa na uwezo wa kumpa mwanamke mimba. Amos alikuja na mama yake tayari akiwa na umri wa miaka 2. Sara alihisi dunia ikimzunguka. Mawazo yalipita kichwani mwake kwa kasi. Alitaka kuuliza maswali mengi, lakini alihisi kama koo lake limekauka ghafla. Kwa hiyo unamaanisha Amos hajui hili?" "Hajui, na sijawahi kumwambia," Mzee Daudi alijibu kwa utulivu. "Nilimlea kama mwanangu. Nilimpa kila kitu nilichoweza, lakini huwezi kubadilisha tabia ya mtu." "Nilijaribu Sara. Nilijitahidi kumfundisha maadili, lakini inaonekana kuna kitu ndani yake kilichoshindikana." Kimya kilitawala kwa muda. Hali ya hewa ndani ya sebule ilikuwa nzito. Sara alihisi huzuni kwa ajili ya watoto wake. Alijihisi kama vile ameingizwa katika maisha ya mtu ambaye hakupaswa kuwa naye. "Baba," alizungumza kwa sauti ya chini, "nimevumilia sana. Nimemvumilia Amos kwa sababu nilidhani labda siku moja atabadilika. Lakini sasa sijui tena. Sina tena nguvu." Machozi yalichuruzika mashavuni mwake. Mzee Daudi alimsogelea na kumshika mkono. "Usijilazimishe kuvumilia maisha ambayo hayakupi furaha mwanangu. Kama unahitaji msaada, nipo hapa. Nitawalea watoto wako. Sitakubali waishi maisha ya mateso kwa sababu ya makosa ya mtu mwingine." Sara alitazama uso wa baba mkwe wake. Aliona upendo wa kweli, ule ambao Amos hakuwahi kumwonyesha. Alitaka kusema kitu, lakini moyo wake ulikuwa mzito. Alijua huu ulikuwa mwanzo wa safari mpya, safari ya kufanya maamuzi magumu kuhusu maisha yake. Siku zilipita polepole. Sara aliendelea kuishi katika nyumba yake pale Mwananyamala, lakini kila siku ilizidi kuwa mzigo. Hakujua ni wapi Amos alikokuwa, wala hakutaka tena kuhangaika kumtafuta. Watoto walizoea hali ya kutomuona baba yao nyumbani, na Mzee Daudi alikuwa msaada mkubwa kwao. Jioni moja, baada ya kurudi kazini, Sara alikuta Mzee Daudi ameketi sebuleni akicheza na watoto. Walikuwa wanacheka, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Sara alihisi utulivu ndani ya moyo wake. "Leo umechelewa kurudi," Mzee Daudi alisema kwa sauti yake yenye upole. "Ndiyo, nilikuwa na kazi nyingi ofisini," Sara alijibu huku akivua viatu vyake. Aliketi kwenye kochi huku akiwatazama watoto wake wakicheza. Alitamani maisha yao yawe hivyo kila siku, bila maumivu, bila huzuni. Aliinamisha kichwa na kuvuta pumzi ndefu. Mzee Daudi alimtazama kwa muda kabla ya kusema, "Sara, kuna jambo nataka kukuambia." Sara aliinua macho yake na kumtazama kwa umakini. "Nimekuwa nikifikiria sana kuhusu hali yako na Amos. Najua umevumilia sana, lakini unafikiri utaweza kuendelea hivi kwa muda gani?" Sara alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, akitafakari swali hilo. Kisha alisema kwa sauti ya upole, "Sijui baba. Sina tena nguvu ya kuendelea kuvumilia, lakini pia sijui ni wapi pa kuanzia. Si rahisi kuacha ndoa, hasa ukiwa na watoto." Mzee Daudi alitikisa kichwa kwa kuelewa. "Hujakosea, lakini pia unapaswa kufikiria furaha yako. Wewe ni mwanamke mwenye thamani, unastahili kupendwa na kuheshimiwa."
Sara alihisi kitu kikipita moyoni mwake. Alijua maneno ya baba mkwe wake yalikuwa na uzito mkubwa, lakini bado alikuwa na hofu ya kufanya maamuzi magumu. Wakati huo huo, mlango uligongwa ghafla. Walitazamana kwa mshangao. Ilikuwa ni usiku na hakutarajia mgeni yeyote. Aliposimama kwenda kufungua, alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. Alipoufungua mlango, aligongana uso kwa uso na Amos. Alikuwa amesimama hapo, akiwa mchovu na mlegevu, macho yakiwa mekundu kwa pombe. Sara alijaribu kusema, lakini sauti yake ilikuwa dhaifu. Sara alimtazama kwa sekunde chache, kisha akageuka kumtazama mzee Daudi. Hakujua kama huu ulikuwa muda wa kumpokea tena Amos au kuanza safari mpya ya maisha yake. Amos alisimama mlangoni, akijiegemeza kwenye ukuta kana kwamba nguvu zilikuwa zimemwishia. Alimwangalia Sara kwa macho yaliyojaa uchovu, lakini pia hofu. Hakuwa na hakika kama angemkaribisha ndani au kama huu ndio ulikuwa mwisho wake katika nyumba hiyo. Sara, naomba unisamehe, alisema kwa sauti dhaifu. Sara alibaki kimya, akimtazama kwa makini. Moyo wake ulikuwa umechoka na maumivu ya miaka mingi. Alitamani kuamini kwamba Amos angebadilika, lakini mara ngapi alikuwa amemsamehe na bado akarudia makosa yale yale. Mzee Daudi alisimama taratibu, akimsogelea Amos. Mtoto wa watu amevumilia sana, Amos. Umeharibu sana. Sasa unataka nini? Sauti yake ilikuwa na uzito wa hekima na msisitizo. Amos alimtazama baba yake kwa macho yaliyojaa aibu. Alijua kabisa kuwa hakuwa na cha kujitetea. Najua nimewakosea sana baba. Nimewakosea Sara, nimewakosea watoto, na nimekukosea wewe pia. Nataka kuanza upya, alisema kwa sauti ya unyenyekevu. Sara alihisi machozi yakimpanda, lakini alijizuia. Alijiuliza, naanza upya na nani? Na Amos yule yule ambaye kila mara huahidi kubadilika, lakini hachukui hatua yoyote. Alimtazama Amos kwa sekunde chache, kisha akashusha pumzi ndefu. Amos, najua unajuta, lakini siwezi tena kuishi kwa matumaini ya kesho bora kutoka kwako. Nimevumilia vya kutosha. Amos alijaribu kusema kitu, lakini alinyamaza alipomuona Sara akitetemeka kwa hisia. Mzee Daudi alisimama karibu na Sara, mkono wake ukiwa tayari kama ngome ya kumlinda. Mwanangu, nimekuwa nikimwangalia Sara akiteseka kwa muda mrefu. Sasa ni wakati wa yeye kufanya maamuzi yake mwenyewe. Kimya kikatanda kwa muda. Hatimaye, Amos alishusha kichwa chini, akijua kwamba huenda alikuwa amechelewa. Sara alimpita taratibu na kwenda ndani, akimwacha Amos bado amesimama mlangoni. Alijua huu ndio ulikuwa mwisho wa ndoa yake, lakini pia mwanzo wa safari mpya ya kujitafuta. Usiku huo ulikuwa wa mawazo mazito kwa kila mtu. Amos alikaa nje kwa muda, akijaribu kushawishiwa na akili yake kwamba huenda Sara angembadilishia mawazo. Lakini muda ulivyozidi kusonga, ilizidi kuwa wazi kuwa hakuwa na nafasi tena moyoni mwa mke wake. Mwishowe, aliondoka kimya kimya, akitembea polepole kuelekea mahali pasipojulikana. Sara alihisi maisha yake yakiwa mepesi zaidi. Ingawa hakukuwa rahisi kumaliza ndoa yake, hakuwahi kujuta kuhusu uamuzi alioufanya. Alijifunza kuwa mapenzi hayapaswi kuwa mzigo wa mateso. Aliamua kuendelea na maisha yake, akijikita katika kulea watoto wake na kuendeleza kazi yake. Mzee Daudi alibaki kuwa nguzo yake. Alikuwa kama baba, mlezi na rafiki. Alimpa faraja ambayo Amos hakuwahi kumpa. Siku moja, walipokuwa wamekaa pamoja nyumbani, Sara alimwangalia mzee huyo na kusema, baba, sijui ningekuwa wapi bila wewe. Mzee Daudi alitabasamu kwa upole. Mimi ni sehemu ya familia yako Sara. Sitaacha kukuunga mkono. Sara alihisi moyo wake ukijaa shukrani. Hatimaye, Amos alipotelea katika maisha yake kabisa. Hakujitokeza tena, na Sara aliendelea mbele mwenye nguvu zaidi, mwenye amani zaidi, na akiwa huru kwa mara ya kwanza maishani mwake.